Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi wanarejea katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara mara baada ya ligi kuu kusimama kwa muda kidogo. Sasa wanarejea katika show za ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Ukienda kushuhudia Young Africans wanakutana na wale ambao walionyesha kuharibu safari ya Young Africans katika kutetea ubingwa wa ligi kuu msimu huu. Hapa nazungumzia mchezo wa raundi ya pili, ambapo raundi ya kwanza Young Africans alifungwa bao 3-1 pale unazungumzia si pengine bali ilikuwa ni Azam Complex alipokutana dhidi ya Tabora United. Leo hii wanakutana kule Al Hassan Mwinyi Tabora, mchezo wa marudiano ambapo Tabora United yuko nyumbani akiweza kuwaalika. Hapa nazungumzia wananchi Young Africans. Sasa bidi nimekusogezea kikosi cha nguvu kabisa ambacho kimetangazwa na kocha Amdi, kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, akiweka wazi bayana majembe 11 yatakaoanza katika mchezo huo mgumu kweli kweli, mchezo ambao umeonyesha kwamba kuna dalili kwamba pengine inaweza kajirudia yale ambayo aliweza kujirudia, kwani inaelezwa kwamba viongozi wa Tabora wameweka mkwanja mzito na wapinzani wa Young Africans ambao ni Simba Sport Club, ikidaiwa ya kwamba pengine kuna michezo inataka kufanyika, inatakiwa game iwe ngumu kweli kweli kwa Young Africans. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kila kitu, ila mimi nimekusogezea kikosi hiki hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tutizame kikosi cha Young Africans ambacho kimepangwa kwa siku hii ya leo, ambapo golini bila kupoteza wakati kabisa amesimama Djigui Diarra, screen protector. Mwalimu ameweza kumpa nafasi ya kucheza Djigui Diarra mara baada ya kukosekana katika michezo miwili. Hapa nazungumzia mchezo dhidi ya Singida Black Stars, ulikuwa ni mchezo wa kirafiki, na hapa katikati kuna mchezo dhidi ya Songea United, na wenyewe hakuwepo, alikuwa katika majukumu yake ya kitaifa katika timu yake ya taifa ya Mali. Hivyo basi ameweza kurejea na yupo kikosini leo hii kuwavaa Tabora United katika mchezo huu ambao unakadiliwa kwamba utakuwa ni mgumu kweli kweli. Kwa hiyo shughuli ya Diarra unaifahamu kwamba ni kuhakikisha kwamba mishale yote anaipangua pale golini na kuweza kuliweka lango salama la Young Africans, huku akisaidizana na mabeki wake ambao kwa siku ya leo mwalimu ameanza na beki wa kulia ambaye ni beki namba 2, anasimama Israel Patrick Mwenda. Nafahamu shughuli yake, kijana amekuwa na moto kweli kweli, ana uwezo wa kupandisha timu, kupandisha mashambulizi, na ana uwezo wa kurudi kwa kasi kuja kuisaidia timu, lakini pia ana uwezo wa kuweza kupiga ile mipira iliyokufa, yani faulo, lakini pia ana uwezo wa kumwaga maji inapofika swala la kuweza kumwaga maji katika eneo la mpinzani. Basi shughuli Israel Mwenda anayo vizuri kabisa, na amekuwa akifanya hivyo hata huku katika timu ambazo alizowahi kuzipitia, nazungumzia Simba na hata Singida Black Stars. Lakini kwa upande wa beki namba 3 atakuwepo si mwingine bali ni Issa Shadrack Kiboko. Nafahamu kwamba hapa ndio ilipo mahala pa mbio, hapa ndio palipo mahala pa nguvu, kasi na uwezo wa ajabu kweli kweli ambao yuko nao Issa Shadrack Kiboko. Kazi yake ni moja tu, kuhakikisha kwamba leo hii upande wa kushoto unakuwa salama, lakini sambamba na hilo ndio itakuwa njia rahisi kwa Young Africans kuweza kuitumia kuweza kupata ushindi katika mchezo wao wa leo, kwani Boka na sifa moja ya kuweza
kumfanya mpinzani ambaye anacheza naye upande huu kuwa mwangalifu, kwani muda wote Boka huwa anakabia kwa juu. Unaona bana, sio beki ambaye anapenda kukabia chini na kukaa chini muda mwingi. Hapana, anapanda na kurudi. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia nafasi yake hiyo Issa Shadrack Boka. Lakini kwa upande wa beki namba 4 atasimama si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu kazi yake chafu kabisa pale eneo la katikati, nguvu, maarifa, kasi, tackling, zote tutakwenda kuzishuhudia leo hii katika dimba la Ali Hassan Mwinyi pale Tabora, ambapo kila mmoja atakuwa akizitafuta alama 3, hususan Young Africans ambao wanahitaji kwenda kukaa juu ya kilele cha ligi kuu ya soka Tanzania bara na kutetea taji lao. Hivyo basi wakiwa wanasema hatuchezi huku wanajikusanyia na pointi ili mambo yasije yakawa magumu huko mbeleni. Lakini kwa upande hapa wanazungumzia wana beki namba 5 anasimama Dickson Job. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa watu hatari kweli kweli kwenye kikosi ya Young Africans, kapteni msaidizi huyu. Unafahamu kabisa shughuli yake. Leo hii atakwenda kuhakikisha kwamba Djigui Diarra yuko salama, huko akiongoza safu ya ulinzi kuwapanga mabeki wenzie waende kukaba vizuri kabisa kwa tahadhari ya hali ya juu. Lakini kwa upande wa namba 6 anasimama si mwingine bali ni Alidi Aucho. Nafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri alipokuwa hivi katikati hapa alipata majeraha, lakini madaktari wakasema kwamba itakuwa 50-50, huenda kawepo pia huenda asiwepo. Lakini mwalimu amesema ya kwamba Diarra yupo, na hapa nazungumzia Alidi Aucho yupo katika eneo la namba 6. Lakini kwa upande wa namba 7 atakuwepo Maxim Pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa watu ambao ni wapambanaji kweli kweli, wana kasi, wana mbio, pia unafahamu ya kwamba mikimbio yake ni mizuri kweli kweli na ana mashuti. Anapofika katika eneo la kuweza kumuadabisha kipa, basi hiyo shughuli huwa Mbappe wa Vikindu huwa kwake ni jambo la kawaida kabisa kuweza kuwapita mabeki wa timu pinzani. Lakini kwa upande hapa unazungumzia namba 8 anasimama Duke Abuya. Mwalimu ameweza kumwanzisha katika mchezo huu akiwa na mwendelezo mzuri wa matokeo mazuri katika mchezo iliyopita. Unafahamu ya kwamba sasa hivi amekuwa ni moja kati ya watu makini kweli kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Anaendelea kuweza kuaminika kwenye kikosi hicho, na mwalimu ameendelea kumwamini vilivyo na kuweza kumpatia nafasi ya kuweza kuanza. Kwa hiyo atasimama Duke Abuya. Lakini kwa upande wa namba 9 atasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na nyakati nzuri kweli kweli na kikosi ya Young Africans. Mabao anazidi kujiongezea kweli kweli, na mabao takriban 9 sasa hivi katika msimamo wa ligi kuu kwa wafungaji. Yupo pale akiweza kushika nafasi yake ya pili katika wale wafungaji ambao wanakiwania kiatu cha dhahabu. Lakini kwa upande wa namba 10 sasa atasimama Stefano Aziz Ki. Unafahamu shughuli yake hapa, nazungumzia mashuti, kasi, maarifa mguuni, namna kuweza kuwatoka na mali wapinzani. Basi shughuli hiyo Stefano Aziz Ki yuko nayo. Lakini kwa upande wa namba 11 yuko Profesa Waboli. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Pacome Zouzoua, akiweza kusimama katika eneo hilo vilivyo kabisa, ukiweza kushuhudia ubora mkubwa ambao yuko nao. Hapa nazungumzia Pacome Zouzoua katika eneo hilo la namba 11. Kwa hiyo haya ndio majembe ya kwanza kabisa katika first 11 ambayo atakayoanza katika mchezo huu wa leo. Weka maoni yako hapo chini kuhusiana na kikosi hiki.